hapa wengine wapate scholarship kwa ajili ya kuendelezwa wa kisoka. Hii kama serikali tunaipokeaje na unazungumzaje tukio hili? Ili kwanza nianze kwa kuwapongeza Dar es Salaam Young African na GSM Foundation kwa kuja na wazo hili. Moja ya matatizo makubwa ambayo yamekuwa yakitupata over the years ni kutokuwa na mazoezi ya aina hii, kutogundua vipaji na kuvilinda na kuviendeleza ili tukapata wachezaji ambao wamelelewa katika mfumo ambao mpira wa miguu unautaka. Kwa hiyo wazo hili liko long overdue, lilitakiwa lije juzi jana, na nashukuru klabu ya Yanga wameliona na wameamua kulifanyia kazi. Kwa hiyo niwashukuru sana. Sisi kama serikali, kama ambavyo unafahamu, serikali hii ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan ndiyo ambayo imewekeza kwenye michezo kuliko wakati wowote kwenye historia ya nchi hii. Miundombinu ya michezo inatengenezwa kila mahala, lakini tuna host mashindano makubwa sana ambayo hayajawahi kutokea kwenye nchi hii na kadhalika. Kwa hiyo tungefurahia kama sekta binafsi wangetuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, na hii ndio ambayo klabu ya Dar es Salaam Young African wamekuwa wakilifanya. Udhamini huu sio mdogo, ni mkubwa sana. Unaona, na hamu ya wazazi na watoto ya kupata nafasi za vipaji vyao kugunduliwa na kulindwa, tena na taasisi kubwa kama hii ambavyo uko juu. Wananiambia wametoa nafasi kwa siku 3 tu watu wajisajili, lakini hawakutegemea kupata namba hiyo. Watoto 630 wameandikishwa na watoto 120 wamekuja hapa leo wanatafuta nafasi ya kujiandikisha, na wamewapa nafasi kusema kweli. Na sasa tunaamini kwamba baada ya zoezi hili watoto ambao watapatikana, vipaji ambavyo vitapatikana vitaenda katika ule mfumo wa kulelewa. Tumegundua vipaji, tunavilea na kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwalinda waje kuwa wachezaji wenye manufaa kwa taifa hili. Wanufaika ni vijana 30 hapa kama watapata best player. Lakini pia inaonekana kwenye sehemu ambayo serikali wanaunda viwanja, watumiaji sasa wanaandaliwa. Watumiaji wanaandaliwa kama ambavyo nimetoka kukufahamisha hapa kwamba miundombinu, hakuna serikali ambayo imewekeza kwenye miundombinu ya michezo kama hii. Hapa yenyewe unaona uwanja huu ni sisi tumeujenga, na tunajenga Gymkhana 2 somewhere hapo mbele, lakini pia tunajenga Leaders Club pale, tunatengeneza uwanja wa farasi, tunatengeneza uwanja. Tulifanya marekebisho makubwa ya uwanja wa shule ya sheria na Meja General Samuyo ambao ni uwanja wa JKT, pia tuliufanyia marekebisho. Lakini hali kadhalika viwanja 5 vingine vinatengenezwa kwa ajili ya mazoezi jijini Arusha, na kiwanja kikubwa cha Samia Suluhu Stadium kinajengwa pale. Watumiaji ni lazima waongezeke, na sisi kama serikali hatutaishia hapo. Tunatengeneza taasisi nzima kwa ajili ya kutunza miundombinu ya michezo, inaitwa Sports Infrastructure Management Agency, ambayo kazi yake itakuwa ni kupata maeneo ya wazi, kuyatengeneza kama viwanja, na havitakuwa vya mchezo wa mpira wa miguu peke yake, japokuwa mpira wa miguu ndio wenye wapenzi wengi na viwanja vyake vitakuwa vingi zaidi, ili kuhakikisha watoto mahali popote, iwe Mwanza, iwe Dodoma, iwe Arusha, iwe Singida, wanapata nafasi, na serikali inatengeneza miundombinu kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo ya michezo. Kama ambavyo nimesema, serikali namna yake ya kwanza ni kutengeneza sera, kutengeneza miundombinu, na sasa tunaalika taasisi binafsi, sekta binafsi iweze kushirikiana nasi kugundua, kulinda na kuendeleza vipaji. Na Yanga wameanza. Kama watakuwa na mkwamo mahali popote, Yanga ni taasisi kubwa sana, watakuwa na mkwamo mahali popote ambapo serikali inaweza kuingiza mkono na kuhakikisha jambo hili linafanikiwa kwenye mikoa yote ya nchi hii, sisi tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao. Bila shaka kama serikali mnajivunia hili kwa sababu huu ni mwanzo wa kupata timu mpya ya taifa. Sana ndio nimetoka kulisema. Moja ya matatizo makubwa ambayo tumekuwa nayo kwa miaka mingi ni kwamba wachezaji wetu wanachipuka tu kama uyoga, hawalelewi, hawagunduliwi na kulelewa katika mfumo ambao wachezaji wa mpira wa miguu wanalelewa. Kwa hiyo hili la Yanga kuanza kuwatafuta kutoka chini na kuhakikisha kwamba wanawatengenezea njia wakue kama wachezaji wa mpira wa miguu, hili ni jambo ambalo sio jambo la kuchukuliwa kwa urahisi, na tunawapongeza sana na tunajivunia ushirikiano wetu na taasisi binafsi.